Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo ninazungumzia ugonjwa wa tezi dume kama wengi wanavyopenda kuita, na dalili zake pamoja na tiba yake. Ugonjwa wa tezi dume na dalili zake ni zipi? Unachotakiwa kufahamu ni kwamba kila mwanaume anazaliwa na tezi ya kiume. Tezi dume sio ugonjwa, bali ni kiungo kama viungo vingine mwilini. Tezi dume inapatikana katika mfumo wa uzazi wa mwanaume, katika shingo ya kibofu cha mkojo. Kazi yake kubwa ni kutengeneza majimaji ya uzazi kwa mwanaume, ambayo yanasaidia kwa kiasi kikubwa kurutubisha mbegu za kiume zilizotengenezwa kutoka kwenye korodani, na husaidia mbegu hizi za kiume kubaki hai kwa muda unaostahili. Tatizo linakuja pale kiungo hiki kinapoanza kutanuka. Kiungo hiki kinatanuka taratibu mno. Hili ni tatizo ambalo linawakumba wanaume wengi kwa hivi sasa. Sasa tuangalie ukuaji huu wa tezi dume unasababishwa na nini? Ukuaji wa tezi dume ni ile hali ya chembe hai katika tezi hii ya kiume kukua bila kufuata utaratibu wa mfumo wa mwili katika eneo linalozunguka mirija ya kupitisha mkojo pamoja na mbegu za kiume. Tatizo hili kwa sasa linawapata wanaume kuanzia umri wa miaka 25 na kuendelea. Tofauti na awali, ilikuwa ni tatizo ambalo linawapata watu wenye umri mkubwa zaidi, hasa zaidi ya miaka 50 na kuendelea. Lakini pia kuna takwimu ambazo zinatoka kwenye shirika linalojulikana kama Center for Human Rights Promotion, zinazoonyesha kwamba kiujumla kila mwanaume katika maisha yake ana asilimia 16 za kugundulika saratani hii ya tezi dume, na saratani hii ina uwezo wa kuua mwanaume mmoja kila baada ya dakika 13. Kwa hizi ni baadhi ya tafiti na takwimu ambazo zimetolewa na mashirika haya. Sasa tuangalie vyanzo vinavyopelekea tezi dume hii kutanuka. Tatizo la kutanuka kwa tezi dume limekuwa kwa kiasi kikubwa sana hivi sasa kutokana na mitindo ya maisha ya wanaume wengi wanavyoishi. Lakini tuangalie baadhi ya vitu ambavyo huongeza hatari ya kutanuka kwa tezi hili. Namba 1, ukosefu wa lishe kamili na upungufu wa virutubisho muhimu mwilini. Lakini kuna uwepo wa sumu nyingi na mafuta mengi mwilini, hasa katika mishipa na ogani za uzazi. Kutokufanya mazoezi, matumizi ya pombe kali na uvutaji wa sigara. Uzito mkubwa pia huchangia kwa kiasi kikubwa hali hii. Kutokukaa sawa kwa vichocheo mwilini, au tunazungumzia hormone imbalance. Lakini pia yapo maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama vile ugonjwa wa kisonono pamoja na chlamydia. Vitu vyote hivi huweza kuongeza hatari ya tatizo hili. Kuna maambukizi ya bakteria kwenye njia ya mkojo, kujizuia kukojoa mara kwa mara, kuwa na umri mkubwa zaidi kama nilivyotaja hapo mwanzo, lakini upasuaji wa korodani pamoja na matatizo ya kimaumbile ambayo huweza kutokea kwenye korodani. Lakini pia kuna historia ya familia na kadhalika. Hivi ni baadhi ya viashiria na vitu ambavyo huweza kuongeza hatari kubwa kwa mtu kupata tatizo hili. Sasa tuangalie dalili za kutanuka kwa tezi hii dume. Tatizo la tezi dume si tatizo la kutokea tu siku moja na mara moja. Mpaka mtu apate saratani ya tezi dume au prostate cancer, atambue alianza kupata tatizo hilo kwa muda mrefu sana. Wengi wao hueleza dalili za tatizo hili huanza kuonekana si chini ya miaka 3 au si chini zaidi ya miaka 3. Hivyo ukiona dalili mojawapo kati ya dalili hizi ambazo nitazitaja, unatakiwa kuchukua hatua na kuangalia nini kinaendelea kwenye mwili wako. Ziko dalili za awali na ziko dalili ambazo hutokea hapo baadaye. Lakini dalili za mwanzo ni pamoja na hizi: kukojoa mkojo uliochanganyikana na damu,
kukojoa mkojo wenye mtiririko dhaifu, kupata maumivu kwenye mfumo wa mkojo, kuhisi maumivu wakati wa kukojoa, kuhisi kibofu kimejaa mkojo muda wote na ukienda kukojoa mkojo hautoki, lakini ukirudi kukaa unahisi tena kukojoa, kupata homa za mara kwa mara, kukojoa mara kwa mara hasa wakati wa usiku na kadhalika. Lakini ziko dalili zingine za mtu aliyeathirika zaidi na tatizo hili. Dalili hizo ni pamoja na hizi: kupata maumivu ya mifupa hasa chini ya mgongo, kiuno na mbavu, miguu kuwa dhaifu zaidi, kushindwa kumudu tendo la ndoa au kuhisi maumivu makali wakati unamaliza tendo, kushindwa kuzuia mkojo pindi unapohisi kukojoa, kushindwa kuzuia haja kubwa, tumbo kujaa gesi mara kwa mara na kadhalika. Hizi ni baadhi ya dalili ambazo hutokea baadaye zaidi baada ya mtu kupata tatizo hili. Je, una tatizo hili au tatizo lingine lolote? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.